Na katika hii sehemu ya pili tunataka tuone sasa aina za sadaka. Aina za sadaka. Kwanza kuna sadaka inaitwa sadaka ya hiari. Hii ni ile sadaka unatoa kwa kupenda mwenyewe kutoka moyoni. Na iko katika Wakorintho wa pili ile sura ya 9 mstari wa 7 mpaka wa 9. Inasema kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kwa hiyo unaona lile neno pia, si kwa lazima, si kwa huzuni. Unajua kumekuwa baadhi ya huduma nyingi zinafosi watu kutoa sana sadaka. Ni kweli, ni vizuri, lakini hatupaswi kutumia nguvu watu watoe sadaka. Tunapaswa kuwajenga watu katika misingi ya kumjua Mungu na kumpenda Mungu. Mtu akimpenda Mungu anaweza akatoa sadaka kwa sababu ya upendo wake alionao mbele za Mungu. Lakini pia mpe mtu hiari yake ya kumtolea Mungu. Usimpangie, usimpe viwango. Mungu yeye mwenyewe aliye ndani yake anazungumza. Kwa hiyo sasa anasema si kwa huzuni wala sio kwa lazima. Lazima maana yake kulazimishwa. Kuna watu wanalazimishwa, ndio maana hiyo lazima ipo. Lakini kuna huzuni, maana yake wanatoa lakini hawatoi yani hawatoi katika ile hali ya kupenda. Wanatoa katika sheria au katika mawazo. Sasa Mungu anasema watu anapenda mtu anayetoa kwa moyo wa ukunjufu. Ile ndi sadaka inaitwa sasa sadaka ya hiari. Sadaka nyingine ni sadaka ya shukrani. Ni ile sadaka ambayo unatoa kumwadhimisha Mungu kwa matendo yake makuu aliyoyafanya kwenye maisha yako. Na ukisoma katika Zaburi ile ya 50 mstari wa 23 nasema atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, na utengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha uokovu wangu. Katika Zaburi ya 50 mstari ule wa 15 ukisoma pale anasema kwamba mtolee Bwana sadaka zako ya shukrani, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Sasa sadaka ya nadhiri ni sadaka ambayo unamwahidi Mungu kitu kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo kuna shukrani yenye nadhiri na kuna shukrani ambayo haina nadhiri. Kwa hiyo kuna aina mbili za sadaka za shukrani. Kuna shukrani yenye nadhiri. Kwa mfano umemwomba Mungu akikubariki mtoto utakwenda kushukuru kama hana. Sasa unapoenda kushukuru, ile shukrani inakuwa ni shukrani iliyoambatana ndani yake na nadhiri. Kwa hiyo ukisoma sadaka ya nadhiri ni nini? Sadaka ya nadhiri ni ile ambayo unamwahidi Mungu kitu kwa maneno ya kinywa chako, na sasa ni deni kwenye ulimwengu wa roho. Ukisoma Mhubiri 5 mstari ule wa 5 mpaka wa 6 na Mhubiri 5 mstari ule wa 6 na wa 7 utaona anasema utakapoweka nadhiri kwa kinywa chako kwa Bwana Mungu wako usiwe mlegevu katika kuiondoa. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 23 mstari wa 21 nasema utakapoweka nadhiri kwa kinywa chako kwa Bwana Mungu wako usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hata acha kuifuatilia. Hiyo iko kwenye Kumbukumbu 23:21. Mhubiri 5:5 anasema kwamba usikawie kuiondoa nadhiri uliyoweka kwa Bwana, kwa sababu ni heri usiweke nadhiri kuliko kuiweka alafu usiondoe, kwa sababu Mungu hawi radhi na wapumbavu. Sasa kuna watu wengi sana ambao wanaona Mungu ajibu tena, kwa sababu wamekuwa ni watu pia ambao wanafunga nadhiri sana alafu hawazitangui kwa wakati Mungu aliyosema. Sasa Mungu huwa anafuatilia mambo, ukimwahidi kitu chochote anafanya. Kwa hiyo katika ile shukrani ya kawaida ni ile shukrani ya wiki kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu, lakini kuna shukrani nyingine unaona hata kanisani wanaitwa mbele, hao watu wanaambiwa wana shukrani za pekee. Hizo ni shukrani ambazo sasa zimeambatana na nadhiri. Kuna jambo walimuomba Mungu, iza walikuwa wagonjwa, kamwomba Mungu nikipona nitakwenda kukushukuru. Sasa baada ya kupona hajaenda kumshukuru tena. Ulimwomba Mungu nikipata mtoto nitakwenda kukushukuru, lakini baada ya kupata mtoto hujaenda kukushukuru tena. Sasa lazima uelewe kwamba maneno uliotamka mbingu ziliyasikia na zitafuatilia, na nadhiri ikichelewa ikikawia inakuwa dhambi, katika Mhubiri 5:6 na 7. Kwa hiyo tujitahidi, kwa kuwa Bwana Mungu wetu hata acha kufuatilia, atafuatilia hizo sadaka za nadhiri. Sadaka nyingine ni sadaka ya malimbuko au kwa Kiingereza ni first fruit. Hii iko katika Kumbukumbu la Torati ile sura ya 21 mstari wa 1 mpaka wa 4. Anasema malimbuko ni zao la kwanza, malimbuko ni kipato chako cha kwanza, malimbuko ni kile kitu cha kwanza, na usipotoa malimbuko unazuia maongezeko. Tunasoma katika Methali ile sura ya 3 mstari ule wa 9. Anasema mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako yote.
Mheshimu Bwana kwa malimbuko na mazao ya mali zako zote. Mheshimu Bwana kwa mali zako zote na kwa malimbuko ya mazao yako. Malimbuko ni kile kitu cha kwanza, matunda yote ya kwanza. Ukisoma katika ile Nehemia sura ile ya 10 mstari ule wa 35 mpaka 38 wametaja aina zote za malimbuko. Nehemia 10:35 mpaka 38. Lakini ukisoma Warumi sura ya 11 mstari wa 16 mpaka wa 36 nasema tena, malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika donge lote na shina litakuwa takatifu. Kwa hiyo aina mbalimbali za malimbuko, soma Nehemia 10 kuanzia 35 mpaka 38. Kwa hiyo kama ulikuwa hujafahamu, basi jifunze kupitia hayo ili uweze kuelewa aina za sadaka hizo na fasiri zake. Tutatoa sehemu ya 3 ya somo hili la nguvu ya sadaka muda sio mrefu. Tunakushukuru Baba kupitia neno lako. Bariki ujumbe wa neno lako na bariki msikilizaji na mtazamaji wetu. Fungua ufahamu wake kama ulivyofungua wale wana wa Beroya walipokuwa wakisoma wakafunguka wakaelewa. Mfungue na huyu anayenisikiliza katika jina la Yesu. Namfunika na nabariki somo hili, nabariki wasikilizaji, nabariki wote wanaotufuatilia kokote ulimwenguni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na sifa na shukrani zikurudie. Amen. Unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba 0759044115 ikiwa una jambo ambalo linahitaji ushauri au maombezi, au kama unahitaji kusapoti kipindi hichi kupitia namba hizo, basi unaweza ukatuma sadaka yako na itatufikia. Au kama unataka kupeleka kwa njia ya benki, kwenye linki yetu, basi utaona akaunti zetu za benki. Mungu akubariki sana kwa kutufuatilia popote, na tutatoa sehemu ya 3 muda sio mrefu ya kujua hizo aina za sadaka.